Majibu ya Seskani akawa amegundua kwamba fuvu la kichwa imepasuka na kubonyea kwa ndani. Kwa barabara nzima mpaka chini ni ile kona ya pale Bible School. Kuna chuo cha Biblia pale nayo. Kwenyewe kuna kona mbaya ambayo na yenyewe pia inaongoza kwa ajali. Inavyoonekana ni kwamba ajali hiyo ilikuwa ni uso kwa uso. Mtazamaji wa Tesha Eye, hapa tupo katika barabara ya Moshi Arusha kuelekea Ilboru Juu, ambapo imewekwa lami kama mita 600 hivi. Usiku kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Alan, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 17, 18 hadi 19, amefariki dunia mara baada ya pikipiki aliyokuwa akiendesha kugongana uso kwa uso na pikipiki nyingine wakati akijaribu kurudi alikokuwa ametokea, huku mwenzake akiwa anatokea ukanda wa juu wa Ilboru. Tumefika hapa, mashuhuda wamesimulia kwamba pikipiki zote mbili zilikuwa zinaendeshwa kwa kasi, lakini aliyekuwa anatokea ukanda juu alikuwa hana taa, hajawasha taa, ndio sababu hasa ya kutoonekana wakati akishuka. Mashuhuda wameshauri barabara hii iwekwe matuta kwa sababu haina kuanzia mwanzo mpaka mwisho katika lami hii, lakini pia wameshauri vijana kutoendesha pikipiki kwa rafu wala kuendesha pikipiki wakiwa wamelewa, lakini spidi isitumike sana katika uendeshaji wa pikipiki hizi. Mimi ni Francis Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha, na hii ni Tesha Eye. Juzi kweli mimi nilikuwa kwenye saa 3:30 niko ndani. Mimi wanasikia mbali, mimi alikuwa hapa dukani. Baadaye nikasikia kishindo kikubwa kweli. Sema ni nini huko? Nikasikia uwi, nikatoka nje. Kuja nakuta kijana amelala pale, amepasuka kichwa, damu zinaporomoka kule. Basi nikamwambia ilikuwa nini hivyo jamani? Ndo akasema walikuwa wanapanda kwa mshikaki, ila walikuwa hawajawasha taa, ni usiku kwa kwenye mwendo kasi. Hata yule alikuwa anashuka alikuwa hajaona, maana alikuwa hawajawasha taa, na huko alikuwa wanakunywa. Basi ndo akavana hapo, ndo na kama unavyoona hivyo, akatokea wengine wakafa papa, wengine nasikia kwa SU, ndo hivyo unavyoona. Spidi kubwa sana. Kubwa sana. Kubwa. Hapo sio mara ya kwanza kutokea ajali za hapa. Juzi yenyewe ile ilitokea pale chini pale. Yaani ni mara kwa mara tunashuhudia ajali za pikipiki za hapa. Alafu sasa vijana hawasikii. Yaani mpaka ni tunakupata kupata hii barabara. Na hata hawasikii. Yaani hawasikii, wanaambiwa lakini hawasikii. Mpaka siku nikawaambia, na maana huu mtaa hauna mwenyekiti. Au mwenyekiti haoni ya mama, haoni barabara. Diwani yuko wapi? Maana iko katikati ya makazi ya watu. Kuna watoto, kuna nini? Kwa hiyo ni hatari. Changamoto ni kwamba hivi, na hizo watu wao mtaa wanaogopana. Mimi ni mtu wa Kilimanjaro. Watu hapa wanakaa Masai wote. Na mwenyekiti hapa ni Masai na hizo. Na hizo wanaogopana. Na kama mwenyekiti kweli. Haoni hali. Kuna sienda kukutokulala kwamba jamani barabara ile yani hii kwa 1 2 3. Vijana wao wanaendesha bodaboda maeneo haya, wanaendeshaje? Yaani ukimwona akishuka hapa na hii barabara au akipanda, hebu utasikia nani hata mbona unaenda mbio. Maana hiyo sio speed ya kawaida. Si magari. Kuna gari moja hivi fulani linapandisha hivi. Yaani kama ile jioni linapanda kwa kasi, alafu hiyo kona hapo hata hawaiogopi kwamba kuna kona. Kwa namba tu nishauri kama jamani serikali tuangalie na hii barabara. Kama Mheshimiwa Makonda tuangalie sisi wakazi wa Ilboru, maana hii barabara hapa iko katikati ya makazi ya watu, kuna watoto. Na watu weketa bamsi la pale juu na hapa katikati na pale chini. Ndio itakuwa afadhali kidogo. Naitwa Gundelinda Josephat Kimbi. Ilikuwa ni saa 4 kasoro dakika 8. Vijana wa pikipiki wanne walikuwa wamebishana, wawili wanaopanda na wanaoshuka. Huyo anayepanda alikuwa anapita wrong side na wanaopanda walikuwa side yao. Kwa hiyo huyo wakati ule anayeshuka anataka kumkwepa wale kwa wrong side, akajikuta na huyo alikuwa anataka akajikuta wamevaana macho kwa macho. Basi na kijana mmoja ndio alifariki hapo kwa hapo, na wengine walikuwa wameumia sana vibaya wawili. Speed ilikuwa kali sana. Kilichofuata basi vijana wale walitokea watu kuwasaidia kuwatoa barabarani. Akatokea mmoja mwenye gari cruiser ndo akapeleka hospitalini.
Taarifa zilikuja kwamba wao wawili wako mautiuti na yule mmoja alifariki hapo kwa hapo. Na yule mwingine anaendelea vizuri, amesharuhusiwa yuko nyumbani. Yaani barabara hii imekuwa kutokea matukio mbalimbali, watoto wanaumia, watu wanaanguka. Tunaomba serikali watuwekee bamsi kwa ajili ya vijana, na vijana pia waache kuendesha pikipiki wakiwa wamelewa, wakiwa wamelewa pia na mwendo kasi. Kwa sababu kama huyo alikuwa hajalewa, wangeweza kumwepuka mwenzake. Walikuwa wamelewa na pia wako race. Ndio huyo ambao alikuwa amelewa, pikipiki yake ilikuwa haina taa. Ndio yani michezo yanafanyika hasa Jumapili. Wanafanya mchezo wa pikipiki. Wananyanyua pikipiki kama michezo barabarani, yani kama vile wana burudani. Hapana, hii barabara sio sehemu sahihi ya kufanyia michezo hiyo, maana sio barabara ya kufanyia, na mashindano yao pia hajaidhinishwa pia ifanyike hizo siku wanazofanya, na wala hayana usimamizi wowote wa serikali. Na washauri vijana waache kuendesha bodaboda, maana vijana wanatakiwa sana katika taifa letu, na pia nguvu zao zitumike katika kujenga uchumi wa taifa na sio kufanya michezo ambayo inahatarisha uhai na maisha yao kwa ujumla. Serikali pia itumie nguvu kuwadhibiti wao vijana na kukagua hizi barabara. Pia barabara kama hizi ambazo hazijawekwa bamsi wakague, hata jeshi la polisi wao wakagua na ulinzi kwa usalama kwa ujumla. Yani upepo kwa kawaida Arusha, yani kuna saa wameshazoea kufuatiliwa na polisi. Wakisimama tu wanajisahau, na vijana wa Arusha wengi wanaendesha pikipiki wakiwa wamelewa. Kwa hiyo hususan upindi cha usiku, mchana wanaogopa kabisa, hata michezo inapungua, lakini usiku wanaendesha rafu. Na barabara kama hizi za huku kwetu usiku hazina maskari, kwa hiyo wanajua wanapita tu moja kwa moja. Naitwa Kizito Charles Molel. Ni baba mzazi wa kijana mmoja wapo aliopata ajali hapa juzi majira ya saa 3 kasoro usiku. Huyu Abduli alikuwa ametokea huku chini anapandisha huku juu, na huyu mwingine ambaye ni marehemu alikuwa ametokea huku juu akiwa anashuka huku chini. Ninavyosemekana alikuwa mwendo kasi na alikuwa amezima taa. Kwa hiyo mwenzake anakuja kutahamaki tu kwamba ameshakutwa na mwenzake, na ndipo alipomgonga. Na baada ya hapo ndo Samaria mwema alitokea na gari akawachukua na kuwapeleka hospitali ya Mount Meru. Huyo alio ambaye alitokea alikuwa na speed kali na pikipiki haina taa, ndio aliyomgonga mwenzake alikuwa ametokea huku chini anayepandisha huku juu. Inavyoonekana ni kwamba ajali hiyo ilikuwa ni uso kwa uso. Speed itakuwa ilikuwa ni kubwa kwa sababu paka alivyoshindwa kuicontrol hiyo pikipiki na akawa ameshahama amekuja kwenye site ya mwenzake upande huu hapa tulipokuwa tunasoma upande wa kushoto, na ndipo alipomkutia huyo mwenzake na kumgonga. Kuanzia ajali ilipotokea kijana wangu alikuwa tayari ameshapoteza fahamu mpaka amefikishwa hospitali, na fahamu pia zilikuwa imeshapotea baada ya kuweza kuzinduka kwa huo muda mpaka, lakini matibabu yaliendelea mpaka alipopelekwa kwa CT scan, ndo akaja wakagundua kwamba majibu ya CT scan akawa amegundua kwamba fuvu la kichwa imepasuka na kubonyea kwa ndani. Kwa hiyo wakasema hawezi kumfanyia chochote kwanza paka angalau hali yake ije irudi kidogo. Basi na kingine kama amevunjika mguu wa kulia. Ila mwenzake nadhani alifanikiwa kufika pale hospitali na alifariki hapo mapokezi. Alifariki alikuwa anaitwa Aleni na alikuwa ni dereva. Ilikuwa inashuka. Hospitali alipokelewa vizuri tu hospitali, na huduma zilianza papo hapo tu baada wao kufika. Ila tu alipogundua yule Aleni amefariki ndo wakamweka pembeni na wakaendelea na huyu mwenzangu, huyu kijana wangu ambaye anaitwa Abduli. Tulikuwa tunaomba tu kwenye barabara yetu, kwa sababu hizo spidi zimeshaendelea kuwa kali sana, wangetusaidia hata namna ya kufanya kuweka hata bumps baadhi ya sehemu, maana hamna bumps kuanzia barabara hii imefikia kwenye kiwango cha lami, hamna bumps yote iliyowekwa, na ajali zinatokea nyingi tu, lakini hii sasa ndio imeondoka na mtu. Kwa majina naitwa Daudi, ni dereva wa bodaboda Kijiwe cha Iliboru. Juzi mida ya saa 3 kasoro wakati ajali inatokea, sikuwa maeneo ya mtaani, lakini nilikuja kupata taarifa baada ya kurudi mida ya saa 4. Nikajulishwa baadhi ya majina ya madereva bodaboda waliopata ajali. Baadhi nikawa nawafahamu kwa sababu napaki nao kijiweni, na huyo mwingine sikuweza kumfahamu maana anapaki Kijiwe cha juu.
wakaniambia kwamba chanzo cha ajali ni mwendo kasi aliyokuwa akitembea nao, aliyokuwa akitokea juu kwenda chini, ndicho kilichosababisha ajali, kwa sababu ilikuwa ni usiku na walioshuhudia ajali wanadai kwamba alikuwa hajawasha taa. Sasa ndicho kilichosababisha ajali pamoja na mauti yake. Uendeshaji wa bodaboda, kila mtu ana formula yake. Maana pikipiki zote zinakimbia spidi sawa, zinagia sawa, lakini huyu mwendeshaji yeye ndo anaamua ikimbie zaidi kuliko ipi. Kwa hiyo kama tutafanya kama pikipiki mashindano na sio ajira au chombo cha usafiri rasmi cha usafiri, basi matatizo kama haya sidhani kama tutaweza kuyaepuka. Kwa ile eneo tulilosimama hapa, nyingi zilitokea hapa, na nafikiri chanzo ni hii kona unayoiona hapa nyuma yangu. Ni kona kali sana ukiachilia mbali ile kona iliyoko pale chini, kwa maana kwamba yani hii kona ukiwa bado hujaimaliza kuikata wakati unatokea juu, huwezi ona kinachotokea chini, ila mpaka pale utakapomaliza kukata kona ndio unaweza kuona chombo kinachotokea chini au chochote kinachotokea chini. Kwa eneo hili nafikiri ni kama ajali ya pili nikipata taarifa, kuacha niliyoshaishuhudia kijana ambaye hakuumia lakini ilikuwa ni ajali. Kwa barabara nzima mpaka chini ni ile kona ya pale Bible School. Kuna chuo cha Biblia pale, nayo kwenyewe kuna kona mbaya ambayo na yenyewe pia inaongoza kwa ajali. Ushauri wangu mimi ni kwa mkandarasi wale alituletea barabara ya lami, kama angeliweza kuuliza wenyeji sehemu korofi na kuweka bamsi ingesaidia, kwa sababu hata barabara ya Sanawari ilisababisha ajali nyingi sana mpaka kuua, ndo baadaye ikaja ikawekewa bamsi. Kwa hiyo hata hii hapa wasisubiri mpaka matatizo yakawa makubwa ndo waje waweke bamsi. Wako wenyeji wa hii barabara tangia ikiwa rough road, wako wakazi wa mitaa hii wanaojua sehemu korofi ambazo ndio nyingi zinaongoza kwa ajali kutokea. Watawaonyesha wakandarasi sehemu za kuweka bamsi na aina ya bamsi kwa ajili ya usalama wa watumia vyombo vya moto na waenda kwa miguu pamoja na watoto wanaoenda mashuleni na baadhi ya shule nyingine. Jeshi la polisi litoe elimu kwa baadhi ya vijiwe, maana kuna baadhi ya vijiwe ambavyo ni korofi. Nakumbuka zamani matrafiki walikuwa wanatembea vijiwe kwa vijiwe kuja kutoa baadhi ya semina na mafundisho kuhusu matumizi sahihi ya barabara na vyombo vya moto, lakini sasa kuna wale wakorofi ambao walikuwa wakiwaona wanakuja kwa ajili ya kutoa elimu wanakimbia, wakiwaona wanakimbia, ila ikafika mahali wakaja wakaona kumbe askari hao hawaji hapa kwa ajili ya matatizo, wanakuja kwa ajili ya kutoa elimu. Basi baadaye wakawa wakija, tunakaa nao, wanaongea nao, na sisi tunawahoji baadhi ya maswali, nao wanatuhoji baadhi ya maswali, wanatuliza baadhi ya changamoto zinazotukabili, tunawaeleza. Mwisho wa siku mambo yakawa yanaenda vizuri na ajali zikapungua. Kwa hiyo kama watakuwa wakipita baadhi ya vijio kuja kutoa elimu kwa ajili ya matumizi sahihi ya vyombo vya moto pamoja na matumizi sahihi ya barabara, at least inaweza ikasaidia kupunguza ajali kama sio kuondoa kabisa.